Bana, siku ya leo asubuhi kumetokea udukuzi mkubwa kwenye akaunti nyingi sana za taasisi na hata za serikali, yaani taasisi binafsi na za akaunti za serikali katika mitandao ya kijamii. Hususani akaunti ya polisi ndio ya kwanza ilianza kuripotiwa kuanza kutangaza taarifa ya mkuu wa nchi, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, taarifa ambayo ni ya upotoshi na ambayo sio ya ukweli, kama ambavyo wenyewe polisi wamethibitisha na wanadai kuweza kuwasaka watu hao. Baadhi ya akaunti ambazo zimeshambuliwa ni akaunti ya Simba Sports Club wakati wapo live katika mtandao wa YouTube, na wakiwa Twitter live pia walishambuliwa na akaunti yao ikawa hacked na taarifa hiyo ikaja kupostiwa pia. Lakini sio hapo tu, hata akaunti ya UNICEF ilikuwa ni moja ya akaunti ambayo ilidukuliwa pia na kuweza kusambazwa kwa taarifa hizo ambazo sio za kweli na hazipo hapa nchini Tanzania mpaka hivi sasa, kutokana na taarifa ambayo polisi wameitoa. Akaunti nyingine ni ya Airtel, ni akaunti moja hapa ambayo pia ilikuwa imedukuliwa na kupandishwa taarifa hiyo. Kilichokuwa kinatokea katika akaunti ya polisi, ilikuwa taarifa inapanda na kufutwa. Inapanda na kufutwa. Ni zaidi ya posti karibia 8 zilikuwa zinapandishwa na kuweza kufutwa kwa wakati mmoja. Kwa hiyo imekuwa ni vita kubwa sana kati ya IT ambao wanasimamizi akaunti na wale wadukuzi ambao pia walikuwa wanafanya kazi. Hapa katikati kumekuwa na mgogoro mkubwa sana kati ya Afrika Mashariki, hususan kwa wataifa wa Kenya na Tanzania, kwa sababu kwa kauli ambayo ilitolewa na Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ilikuwa ni kauli ambayo Wakenya kama wamekasirishwa nayo. Kwa hiyo wanadaiwa ama wanahisiwa labda ni watu ambao wamehusika kuweza kufanya hiko kitu. Lakini mpaka hivi sasa hakuna taarifa rasmi ya kuweza kuthibitisha ni watu kutokea wapi ambao wamefanya hiko kitu, isipokuwa polisi wametangaza mpango rasmi wa kuweza kuwasaka watu wao na kuweza kuwatia nguvuni ili mambo yaweze kuenda kisheria na hatua stahiki ziweze kuchukuliwa na majibu yaweze kupatikana haraka iwezekanavyo. Kwa hiyo hiyo ni habari kubwa ambayo imetrend katika mitandao ya kijamii, kama ambavyo baadhi ya posti umekutana nazo zikiweza kuripoti kifo cha aliyekuwa rais ambaye ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan. Kitu ambacho sio sahihi na polisi wameshakanusha, na mimi umepata updates ya kwamba taarifa hii sio ya ukweli bali ni uvumi na ni taarifa ya uongo kama ambavyo imeripotiwa katika mitandao ya kijamii na taarifa ambayo imetolewa na polisi husika.